majina naitwa Albert Lameck Majaliwa. Ni mwanafunzi wa kidato cha 4, pia ni kaka mkuu wa shule. Jambo hili la mchango wa chakula shuleni liweze kuendelea ili kusudi liweze kuinua zaidi taaluma yetu sisi wanafunzi, kwa sababu tulikuwa tunatumia muda mrefu sana, muda mwingi, muda wa kuja shuleni tena kurudi nyumbani. Wengine wanakuta wanafunzi anatoka takriban kilomita 5 kuja kupata elimu. Kwa hiyo wazazi pamoja na walimu waliomba jambo hili liwe endelevu ili tuweze kuinua zaidi taaluma yetu. Mimi naitwa Twaha Ramadhani Omari, mkuu wa shule ya Mchele. Kwa hapa naomba niongelee swala zima la chakula. Kwa shule yetu hapa tunakula chakula cha mchana wanafunzi wote. Hatuangalie kwamba aliyechangia na ambaye hajachangia, ila sisi sote wanakula hapa shule. Tunalima mazao kutokana na msimu. Mfano zao letu kubwa ni mahindi na maharage. Kwa haraka tuseme mwaka jana tuweza kupata zaidi ya gunia 30 za mahindi. Gunia hizo 30 za mahindi ndio tulizokuwa tunaendelea kutumia tukiwa tunapokea michango ya debe moja kwa kila mwanafunzi kutoka kwa mzazi. Na hilo lilitokana na kikao cha wazazi ambao ni makubaliano ya jumla. Kule shambani kwa sasa hivi tunaweza kulima mtama kama tumejionea. Tumeweka viazi, lakini tumeweka alizeti. Vyote hivyo ni kwa ajili ya chakula cha wanafunzi hapa shuleni. Mafanikio ambayo yanatokana na ulaji wa chakula hapa shuleni, moja ni kuongezeka kwa ufaulu hapa shuleni. Ufaulu umeongezeka kuanzia kidato cha 2, kidato cha 4, hadi madarasa ya mitihani. Lakini madarasa mengine kwa kidato cha 1, cha 3 na wenyewe wanafanya vizuri mno, kwa sababu hawarudi nyumbani kwa ajili ya kupata chakula. Na wakisha kula tunarudi madarasani, tunaendelea na remedial classes mpaka muda unaisha. Mafanikio mengine ambayo tumepata, tumepunguza utoro kwa asilimia kubwa sana ilinganisha na kipindi cha hapo nyuma. Tulikuwa na utoro usioelezeka, lakini kwa sasa hivi swala la utoro limepungua kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo kupitia chakula tumeweza kutengeneza mahusiano mazuri kati ya walimu, wanafunzi, wazazi. Kwa hiyo mwisho kabisa nishukuru serikali ya Mama Samia kwa jinsi inavyotuendesha, lakini pia nishukuru uongozi wangu wa wilaya. Nishukuru sana kupitia kwa mkuu wa wilaya, lakini mshukuru sana mkurugenzi mtendaji kwa jinsi anavyojitahidi kutuangalia sisi tulioko chini yake. Lakini mwisho nishukuru sana idara yangu ya elimu na idara ambayo nyinyi leo mliokuja watuwalishe. Niwapongezeni sana. Kwa majina yangu naitwa Amoni Mgaya Nicholas, ni makamu mkuu wa shule ya sekondari ya Mtoto. Kwa ujumla shule yetu mpaka sasa tunapata lishe shuleni, chakula shuleni. Chakula hiki kimetokana na ushirikiano kati ya wazazi na walimu. Kwa na maana kwamba tulifanya vikao vya wazazi, tukajaribu kuwaelimisha na wenyewe wakakubali kuelimika, basi tukawa tunachangia, wazazi wanachangia kilo 15 mahindi yaliyokobolewa na kilo 3 kama maharage. Kwa wastani kwa sasa hivi utoro umepungua kwa kiasi kikubwa, maana wanafunzi wengi walikuwa wanaacha kuja shule kwa sababu ya kutokupata lishe. Unakuta wengine nyumbani labda pengine hawajapata chakula, lakini wanapofika hapa shuleni wanakuta chakula kipo cha kutosha, basi tunapunguza utoro kwa kiasi kikubwa, basi wanakuja hapa shuleni. Tumefanikiwa kuwa na ufaulu mzuri. Kwa mfano mzuri tu, kwa mwaka matokeo ya 2024 2025 tulikuwa na jumla ya watahiniwa 168, lakini wote wamefaulu kuanzia daraja la kwanza mpaka daraja la 4, hatukupata division 0. Kwa hiyo kikweli tunajivunia kwa kiasi kikubwa uwepo wa chakula hapa shuleni. Palipo na mafanikio, kuna pia na changamoto ambazo kama shule tunakuwa tunakutana nazo. Changamoto ya kwanza ni uwepo wa eneo la kutosha kwa ajili ya kulima ili kuweza kupata chakula. Shule kama shule mpaka sasa hivi tuna eneo la hekari 1.5 ambalo tunalitumia kwa ajili ya kilimo cha mahindi, maharage, viazi kwa ajili ya kupata chakula shuleni. Nianze kabisa kwa moyo wangu wa dhati kabisa kumshukuru mama yetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan
kuwa kipaumbele katika kuhamasisha wananchi na kutoa elimu zaidi juu ya kuchangia chakula kwa ajili ya kupata hapa shuleni. Hii imeleta matokeo yaliyochanya kabisa kwa shule zetu. Lakini pia nitoe shukrani zangu kwa upande wa mkuu wa wilaya ya Chato, mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Chato. Nitoe shukrani zangu pia kwa idara ya watu wa lishe na afya. Wamekuwa mchango bora zaidi kuweza kutoa elimu kwa wanakijiji, na hivyo hata sisi kutusaidia sisi kama walimu kuweza kupata nguvu ya namna ya kuwaelimisha bila kutumia nguvu nyingi na wazazi kuleta chakula hapa shuleni. Lakini pia nitoe shukrani zangu kwa viongozi wa kata. Uongozi wa kata unashirikiana na shule bega kwa bega katika kuhakikisha kwamba chakula kinakuwepo shuleni.